alaykum assalam. Uko vizuri? Niko vizuri. Umeonaje mwitikio wa Wanakilwa kwenye tamasha ambalo mtoto wako ameliandaa? Nzuri. Umejisikiaje? Nimeridhika. Kama mzazi nimeridhika. Sawa sawa. Mechi kiujumla umeionaje na umeifurahia kwa kiasi gani? Nimeifurahia, imekuwa mzuri, yenye ushindani na matokeo tumeyaona kila mtu. Basi haina shida. Leo liko upande upi sasa? Soko au kwa mtoto? Kwa Mzinga. Kwa Mzinga. Bwana Ghalibu amecheza leo. Pengine kwa mtu ambaye afahamu hiki ambacho alikionyesha alikuwa nacho tangu alipokuwa mdogo. Kwa maana ya kucheza? Alikuwa anacheza. Alikuwa anacheza ingawa sio kwa kiwango hicho, lakini alikuwa anacheza kwa kiasi. Pengine ulifanya jitihada zozote ikashindikana yeye kuwa mchezaji katika karia ya kucheza mpira? Hapana. Yeye mwenyewe tu alikuwa kidogo anajiendeleza tu yeye mwenyewe, lakini mimi sikufanya jitihada zozote juu ya hilo. Baba, una watoto wangapi tuambie? Mimi na watoto wawili. Na Ghalibu ni mtoto wangapi? Mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Pengine katika hawa wawili Ghalibu ndio mtoto pekee amekuwa mtangazaji, na kipaji cha Ghalibu ulikiona akiwa mdogo ama mwenyewe ulikiona akiwa mkubwani? Nimekiona akiwa mkubwani. Ndio. Kwa sababu yule bwana kwanza amesomea fani ya uandishi wa habari. Kwa hiyo akawa, kwa sababu yeye mwenyewe maana yake ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kujiongeza. Kwa hiyo ilikuwa anaangalia kwamba mimi nifanye nini baada ya kumaliza masomo, kwa maana ya kumaliza A level. Akaona nifanye nini? Akaona mimi niende education. Nikasome ualimu. Lakini si kwa maana ya kupenda ualimu, kwa maana ya kuona labda anaweza kupata fursa ya namna moja au nyingine. Ndio. Lakini alipokwenda kule amekaa kama miezi miwili sijui mitatu vile, akaona hapana, hii sio njia. Sitoboi njia hii. Kwa hiyo akaona kwamba yeye mwenyewe tu akafikiria kwamba hii sio njia nzuri, nataka nibadilishe. Akahamia kwenye uandishi. Na huko kwenye uandishi sasa akawa amechukua ile wanaita ile ya kuandika ile written. Wanahitaji ile ya kuandika ile, sio kwa maana writing. Alianzia huko. Kwa hiyo alianzia huko, lakini baadaye akachange yeye mwenyewe akaingia katika hii wanaita nini ya kutangaza hii? Tangaza mpira. Kabla ya mpira wanaita commentator. No, kabla ya commentator. Anasema nimesahau. Kwa hiyo yeye mwenyewe tu alikuwa anajiswitch. Sawa alivyokuwa anaona kwamba anaweza. Kwa sababu hata hiyo fani ya kutangaza mpira maana yake amejifunza wakati ameshaingia katika fani hii ya utangazaji baada ya kuingia tu Azam. Lakini baba, huo unamsikiliza akiwa kwenye kipaza kitangaza mechi? Namsikiliza. Ndio. Namsikiliza. Unajisikiaje ukimwona mtoto anaungurumisha nchi nzima? Kabisa, raha sana. Mechi ipi ambayo pengine unaikumbuka ili kukosha alivyokuwa anatangaza? Ilikuwa Yanga na Belouizdad. Ilikuwa mwaka jana, mwaka juzi ile. Mwaka juzi. Ile ilinifurahisha sana. Ile hapa nyumbani. Ukiwa na maana gani mzee wangu? Sina maana kwamba labda mimi Yanga au mimi Simba, lakini vile alivyo move nilipenda sana. Furaha yako ilitokana na ndio ambavyo alitangaza. Sana. Na sio vinginevyo. Sio vinginevyo. Umezungumza vilabu viwili, sio kwamba wewe ni Simba au ni Yanga. Mzee, wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi? Mimi kwa kweli sijawa mshabiki wa vilabu hivyo viwili. Kweli? Ni kweli. Lakini timu gani ambayo wakikutana huwa unafurahia matokeo kati ya hizo mbili? Kati ya Simba na Yanga? Kwanza mpira wenyewe hata sitazame tu Simba na Yanga. Hiyo Belouizdad ilitokea tu. Hiyo ilitokea tu kwa ajili ya ile move. Ile move ilivyokwenda, alivyotangaza basi nikawa nimependezewa. Ghalibu Mzinga ni mmoja wa watangazaji ambao wana majina makubwa sana hapa nchini Tanzania. Hebu tupe story kidogo. Maisha yalikuwa vipi kabla ya Ghalibu Mzinga huyu ambaye tunamfahamu leo? Huku chini kabla ya kufahamika, Ghalibu Mzinga maisha yalikuwa vipi? Yeye kwanza aliishi maisha ya kawaida. Kwa sababu amesoma hapa Kivinje, amemaliza hapa shule ya msingi hapa, ameanza hapa sekondari hapo na Ngurukuru, baadaye tukamhamisha tukampeleka shule nyingine. Kwa sababu hiyo shule aliyokuwa anasoma na Ngurukuru alianzia ilikuwa ndo inaanza. Wao ndo wanachimba visiki. Kwa hiyo tukaona hii hatoboi. Tukamhamisha tukampeleka Mahiwa. Kuna shule moja huko Lindi vijijini wanaita Mahiwa. Kwa hiyo tukamhamisha hapa tukamtoa na Ngurukuru tukampeleka Mahiwa. Sasa tulivyompeleka Mahiwa kule ndo alikoanza hasa kujitambua kama yeye ni nani. Kwa sababu hapa alipokuwa shule ya msingi kidogo alikuwa
chafu kidogo, tapambana lakini baadaye, baada ya kumtoa hapo na Ngurukuru shule ile ya Mibuyuni, tukampeleka Mahiwa. Kule ndo alikoanza kujitambua na kupenda kusoma kwa sababu nilikwenda kwa mara ya mwisho mwanzo na mwisho kwenda kule Mahiwa wakati anasoma ni kwenye graduation yake. Na alivyokuwa na wenzake na furaha na matarajio, manake unaona kabisa kama huyu mtu sasa hivi kidogo amechangamka kuhusu elimu. Kwa hiyo ni mtu ambaye kiupande wa elimu ni mtu ambaye alikuwa amefikia kutusukuma sisi kwamba anataka kusoma zaidi kuliko sisi tunavyoweza kumpush. Yeye mwenyewe tu ndo alikuwa anapenda sana kusoma, sisi ndo akawa anatusukuma. Kwa mtu ambaye kama mzazi unaona imekuwa ni rahisi au imekuwa ngumu kidogo? Kuna majaribio kadhaa mpaka kufika huyu Mzinga ambaye tunamwona leo. Kwa kweli amepitia mapito mengi, amepitia mapito mengi, na mimi mwenyewe manake wakati mwingine ninafikiria nasema huyu kapambana kweli kweli. Mapito aliyopita ni magumu kwa kusema la ukweli. Kielimu hakupenya tu kirahisi kwamba amekwenda level, amekwenda o level, amekwenda level, ameenda chuo. Hapana, amekutana na mikwala mingi hapa katikati. Kwa hiyo ni mtu ambaye amepambana sana kuhusu elimu, mpaka mimi mwenyewe nilikuwa namuonea huruma wakati mwingine. Haikuwa rahisi. Asante.